Serikali mkoani Geita imesema imeendelea kudhibiti mianya ya utoroshaji madini ya dhahabu, vitendo ambavyo vimekuwa vikifanywa na baadhi ya wachimbaji wadogo wa madini na kupelekea serikali kukosa mapato. Hayo yameelezwa na Katibu Tawala Msaidizi Utumishi na Utawala Bora kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Geita, Helemani Matemu, leo Aprili 17, 2026 katika jengo la EPZA wilayani Geita, wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uchumi imara wachimbaji wadogo wa madini zaidi ya 300 ili waweze kuwa na mtiririko mzuri wa fedha kipindi chote cha maisha yao. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujans. Ndugu washiriki wa mkutano huu, naomba nitumie fursa hii kuwasihi kama mtakapopata mafunzo haya kutoka Benki Kuu ya Tanzania kuwa muwe na matumizi sahihi ya fedha kwa kutumia huduma rasmi za kifedha, kufanya miamala kwa benki au simu, na mjikite kwenye uwekezaji kwa manufaa yenu ya sasa na baadaye, kwa kuwa kwa sasa mnapata fedha nyingi za madini kupitia uchimbaji mdogo wa madini. Kwa tuko tunasikia zamani tulipokuwa wadogo kwamba ukipata hela za madini zinapotea bila habari. Ndugu washiriki, mkoa unaendelea kusimamia kikamilifu uzalishaji wa madini ya dhahabu kwenye viwanda vya uzalishaji, yani elution plants, na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti utoroshaji wa madini kwa kuhakikisha madini yote yanayozalishwa katika machimbo elution plants na kwa njia ya zebaki amalgamation yanathibitiwa na yanauzwa katika vituo vya ununuzi wa soko la madini mkoa wa Geita, na tozo stahiki za serikali kuu na serikali za mitaa zinalipwa ipasavyo. Ndugu wachimbaji na ndugu wafanyabiashara za madini, msitoroshe madini. Msitoroshe madini. Kwa sababu madini ndio yanasaidia katika pato la nchi, yanasaidia katika halmashauri zetu kupata mapato, lakini vile vile iwapo utakuta unatorosha madini, unaweza ukafilisiwa. Kwa tuondokane na hivyo vitu. Mzalendo wa kwanza ni yule ambaye anafuata sheria, kanuni na taratibu, na hasa katika sekta ya madini. Kwa kweli tunahitaji uaminifu mkubwa, tunahitaji uzalendo mkubwa, ili hayo madini sasa sisi kama taifa, kama mkoa, kama halmashauri tuweze kupata faida, tuweze kuona tofauti ya Geita ambayo ina madini na halmashauri nyingine ambazo zina madini. Kama tutaweza kutorosha madini, na maana hayatakuwa na faida kwetu. Kwa mkoa unaendelea kudhibiti utoroshaji wa madini kwenye maeneo ya mipaka ya mkoa wa Geita kwa kushirikiana na mamlaka za udhibiti ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama, ili kuhakikisha madini yote yanayozalishwa yanauzwa katika soko la madini na vituo vya ununuzi madini vinavyotambuliwa na serikali. Tumewasikiliza, ni kweli, lakini changamoto kubwa tumegundua ni kwamba wachimbaji wengi bado hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na maendeleo makubwa ya teknolojia ambayo yamerahisisha namna ya kuweza kutunza kumbukumbu, ambapo hii sasa inakuja kama sehemu ya ujio wetu huku kuhakikisha kwamba tunawapa uelewa wa huduma hizo za fedha. Na kwa kuwa tatizo limeshagundulika kwamba moja kati ya changamoto ni kushindwa kutunza kumbukumbu kwa sababu tofauti tofauti, lakini kubwa ikionekana ni kwamba utunzaji wa kumbukumbu unachukua muda, kitu ambacho kiukweli kwa hatua ya sasa ya teknolojia ilipofikia, swala la utunzaji wa kumbukumbu ni swala ambalo ni rahisi tu. Mtu unaweza ukawa una simu yako ya mkononi na ukaweza kutunza kumbukumbu. Lakini leo hii tunafika hapa, mimi ninasherehekea. Mimi kusimama hapa ni kusherehekea mafanikio na mapinduzi makubwa ya sekta ya madini Tanzania chini ya awamu ya 5 na awamu ya 6. Wakati ule sijui hata Magambo alikuwa ofisi yake ilikuwa iko wapi. Yaani mlikuwa mnapotezana vichakani, huyu haujui yuko wapi. Tukasema tunataka tuwe na soko la madini. Litakuwa wapi? Litakuwa pale. Yale majengo ambayo umeyaona pale, mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo yamejengwa, tulipambana. Siku moja watu wakaniambia, wewe mbona unakuja hapa? Hii ni kampuni yako? Nikasema ndio, huu ni mradi wangu. Kwa sababu ukipewa dhamana na nchi na serikali
ni wewe, moyo wako, roho yako, nafsi yako iwe kwenye jambo unalolisimamia. Kwa hiyo tulilisimamia na wachimbaji waliweza kuingia. Nakumbuka wakati ule tulikuwa na dila, tulipata leseni kama zilifika 10 kweli, 12. Zilikuwa leseni 2 tu za dealers. Sasa hivi zipo nyingi sana. Zinafika 50 au 100. Nyingi sana. Yeah, zimekuwa nyingi sana mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa mimi ziko ngapi? Ziko 100 kutoka hizi 2. Kulingana na mafunzo tuliyoyapata leo, tunashukuru Mungu, lakini pia tunawashukuru wawezeshaji waliokaa na kufikiria kutuletea jambo kama hili. Kwani kuna jambo ambalo tumejifunza watu wengi hatulifanyi. Kuna kuandika kumbukumbu za matumizi uliyoyatumia. Sisi baadhi ya Watanzania tumekuwa na desturi au mila, hatuandiki kabisa, hatufanyi vitu kama hivyo. Kwa hivyo kutokana na mafunzo haya tuliyoyapata hapa leo, ninadhani nitakuwa ni chachu ya kuwakumbusha na wengine kuandika kumbukumbu, kwani inavyoonekana kuandika kumbukumbu ni jambo muhimu sana, kwa sababu unakuwa umeelewa katika mwezi mmoja, katika wiki moja, nimetumia nini, nimetumia kiasi gani, nimeingiza shilingi ngapi, nimetoa shilingi ngapi.